ni mpangilio wa tabia. Bwana Yesu asifiwe. Maamuzi unayochukua leo ni matokeo ya tabia yako. Kufanikiwa au kutokufanikiwa kwa mtu ni namna alipojiseti. Yaani namna ulivyokaa ndivyo inakuabadi kila mwaka. Yaani inatakiwa kila unapoamka, kila mwaka mwambie Mungu, nipe neema ya kuona kitu kipya kwenye maisha yangu. Mzunguko wangu wa maisha, yaani mzunguko wako wa maisha wa mwaka 2025 usiwe sawa na mzunguko wako wa maisha wa mwaka 2026. Usikubali tabia uliokuwa nayo mwaka jana ambayo uniangalia kweli unaona ni kikwazo. Unamwambia Mungu, niondolee. Hii si sawa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niulize swali. Wangapi tuna tabia ya kuweka akiba? Wangapi? Baba pale. Kwa nini hatuweki akiba? Hela haitoshi. Si kweli kwamba haitoshi. Hela inatosha. Sema hatujajifunza, hatuna tabia ya kujifunza namna ya kuwa na vipaumbele vilivyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Tukijifunza kwa Mungu, Mungu atatufundisha namna ya kumanage kile kidogo ulicho nacho. Mwambie Mungu, leo ninapata shilingi 2000. Nifundishe niwe na tabia ya kujua namna ya kutumia kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisomee kitabu kile cha Petro wa kwanza mlango wa 15 na 16. Petro wa kwanza mlango wa kwanza 15 na 16. Tuone mfano tabia inamfanya, yaani tabia inakuwa ni jina la mtu. Jina lako. Anasema, ndio, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa maana mimi. Kwa hiyo kama Mungu ni mtakatifu, kwa hiyo jina la Mungu anaitwa nani? Watu wanakubaliana tabia ya mtu ni jina lake. Tabia ndio kutengenezea jina. Yule mdokozi nani? Wanataka kuuliza nani? Anaanza kutafuta jina sasa baada ya kutambulishwa. Yeye ni mtakatifu, kwa hiyo kama Mungu ni mtakatifu, nikiokoka natakiwa nifanane na yeye, niishi kama yeye anapo. Kama Mungu anavyoishi na mimi natakiwa nitembee kama yeye ana upendo, na mimi natakiwa niwe na upendo. Maana tabia ya Mungu inatakiwa iwe ni tabia ya mwana wa Mungu. Ndio maana tunaitwa wana wa Mungu. Kama yeye alivyo na sisi ndivyo tulivyo. Na watu wakitutazama waone kweli ya kwamba hawa watu ni watoto wa Mungu kweli. Kwa nini? Kwa sababu wanayaona matendo ya Mungu kwenye maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Tumdhihirishe Mungu wetu kwa matendo na si kwa maneno. Niulize swali. Kwa nini ukifika sehemu unasema kwa majina naitwa Yohana, nimeokoka na mpenda Yesu? Kwa nini? Kuna sababu gani ya kusema umeokoka unampenda Yesu? Kwa nini usitende tu akajua huyu mtu ni mwana wa Mungu aliye hai kweli bila kusema? Watu wanafikiri ukisema hivyo ndio watu watakuamini. Hata inasema hata shetani mwenyewe anasema Bwana Yesu asifiwe. Wapo tu. Unaona hata kwa Bwana Yesu asifiwe, lakini ni shetani halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuokoka ni maisha halisi ndani ya Kristo. Maanake mtu anaposema nimeokoka, maanake amebadilishiwa mfumo wa maisha. Biblia inasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maanake matendo yake ya ndani na matendo yake ya nje yanabadilishwa moja kwa moja. Haiwezekani tuseme tumeokoka ila matendo yetu hayafanani na yale tunayoyanena. Haiwezekani tuseme tuna Mungu aliye hai alafu tunaendelea kulia kila paitwapo leo. No, kuna mahali inatakiwa ifike tuseme imetosha. Mungu, nimekuja kwako
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya Walawi 11:44. Mambo ya Walawi mlango wa 11:44. Mambo ya Walawi 11:44. Ndio. Anasema, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu basi, iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mungu anawaambia iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Watu wengi tunataka vya Mungu, ila hatumtaki Mungu kwenye maisha yetu. Utakatifu ni ushuhuda. Tabia yako inatakiwa iende sawa sawa na Mungu alivyo. Maanake utakatifu ni tabia ya watu wa Mungu, ni tabia ya watoto wa Mungu. Unapookoka lazima ufanane na kile Kristo amefanya msalabani. Hello. Kwa hiyo kwa kuwa Mungu wetu ni mtakatifu, na sisi yatupasa tuwe kama yeye. Si Biblia inasema kwamba tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wake. Maana yake Yesu alipokuja ameturudishia ile image ya mwanzo tangu uumbaji wa wanadamu. Kama vile Mungu alivyomuumba mwanadamu, mwanadamu anapookoka, anapomkiri Kristo, anarudishiwa yale maisha ya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Soma tena Walawi 19:2. Nasema, nena makutano wote na wana wa Israeli, waambie mtakuwa watakatifu, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Kwa hiyo tiketi ya wana wa Israeli kwenye kutembea na Mungu ni kuishi kama Mungu alivyo. Tiketi ya Mungu kutufanikisha ama kutuinua ama kutukutanisha na watu sahihi ni kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kafuatilia maisha ya wana wa Israeli. Pamoja walikuwa na msifu Mungu kwa matendo yake makuu, lakini baada ya muda mwingine unakuta wanalalamika, wananung'unika. Unakuta mpendwa leo ametoa ushuhuda, anamtukuza Mungu, ghafla mambo yakibadilika, maisha yanaanza kubadilika, anaanza kulalamika, anaanza kuona kama Mungu amemwacha, anasahau yale matendo makuu ambayo Mungu amemtendea. Wakati akifurahi yeye alikuwa anamtukuza Mungu, lakini wakati wa matatizo hawezi kumtukuza Mungu, anaacha njia hiyo sahihi, anaenda kutafuta msaada. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu si Mungu wa majira. Matendo yake yanatakiwa yamdhihirishe Mungu wakati wa furaha, wakati wa shida. Unapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, unatakiwa umwadhimishe Mungu. Mwambie Mungu, pamoja na haya ninayokutana nayo, ninajua uwema wako na fadhili zako zitatembea pamoja na mimi. Ninajua maisha yangu yako salama kwa sababu nimekuona ukinipigania, kwa sababu nimekuona ukiniongoza, kwa sababu nimekuona ukitembea pamoja na mimi. Haya yote tutaweza kuyafanya tukiishi sawa sawa na anavyotaka yeye. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua, nisomee kitabu cha Yoshua mlango wa 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Kitabu cha Yoshua mlango wa 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Anasema, ndio, Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kupeleleza. Akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja, jina lake aliitwa Rahabu. Angalia, wakafika nyumbani kwa Rahabu. Ndio Biblia inasema, manake kama Rahabu alikuwa na jina kamili, alikuwa Rahabu, tungetarajia kile kwamba wakafika nyumbani kwa Rahabu, lakini Biblia inasema kwamba wakafika nyumbani kwa mtu mmoja kahaba aitwaye nani? Rahabu. Kwa kilichomtambulisha Rahabu ni tabia kabla ya
tabia njema, kwa sababu leo John uko Kahama, neema ya Mungu ipo siku atakupeleka Marekani. Bwana Yesu. Amen. Swali, John wa Kahama na John wa Marekani wanafanana? Wakipiga simu kwa baba yetu Pastor Irene au baba yetu au mama yetu Pastor Irene wakasema, je, John unamfahamu? Yeye atasemaje? Kwa sababu huyu atakuwa shahidi. Atasema nini? Atasema akishasema tu wala wanaanza kupata mashaka. Wakisema John bwana ni mtumishi wa Mungu aliye hai, wewe na uhakika hawataangalia hata CV yako tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tabia yako itakutengenezea ushahidi. Hello. Leo hii tumekaa mahali hapa, akitajwa fulani, kasome habari za kina Daniel. Wakina Daniel walisimama na Mungu wao kweli kweli. Hata ufalme walipotangaza habari ya kuabudu sanamu, wakasema no. Tabia ya Daniel ilikuwa ni mwombaji, alikuwa anatembea naenda kuomba. Hata mfalme alipotoa amri hakuacha kuomba. Lakini Wakristo wa sasa hivi anafanya kazi mahali kanisani, namjua ameokoka. Akitokea mfalme kwenye ofisi akatangaza jambo fulani ambalo sio zuri na alileti ushuru, atasema kwa nini kanisani wananiona? Ngoja nifanye tu. Hapo ujue kwamba umeweka alama. Unachopanda leo ni mbegu ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ni mbegu. Ila tabia ya kumea taratibu. Vile vitu vidogo vidogo unavyochukulia ni mbegu. Hebu nisomee kitabu kile cha Wimbo Ulio Bora, mlango wa 2. Naomba niangalie vizuri mlango wa 2. Jina limenijia. Tabia ni mbegu. Nisomee Wimbo Ulio Bora, mlango wa 2 mstari wa 15. Anasema, tukamatie mbweha, wale mbweha wadogo waiharibuo mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Bwana Yesu asifiwe. Tukamatie wale mbweha wadogo. Kuna tabia ndogo unaziona za kawaida, lakini zinaharibu hatima, zinakuharibia. Kuna vitu vidogo sana unavichukulia kawaida, ila uwe na uhakika ndivyo tunakufanya usionekane. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Unasema hichi nitakifanya kesho. Unaona kawaida. Kesho. Si kawaida tu. Unaambiwa jamani, twende tukaone, mtaenda wiki ijayo ghafla unashangaa unahama. Limeanza kama jambo dogo. Linaanza kama kitu kidogo, lakini maisha yako yanaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema tusipokuwa waaminifu katika lililo dogo, ni nani atakayetuamini katika lililo kubwa? Usiposhughulika na yale mambo madogo unayoyaona kwamba hayana madhara kwenye maisha yako, uwe na uhakika hata yatakapokuwa makubwa utashindwa kushughulika nao. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee kitabu kile cha Mathayo mlango 26. Bado tuko kwenye kipengele kile tabia ni utambulisho. Mathayo 26 mstari wa 71. Mstari wa 71. Anasema, ndio, naye alipotoka nje hata ukumbini, mwanamke mwingine alimwona, akawaambia watu waliokuwako huko, huyu alikuwepo pamoja na Yesu Nazareti. Akakana tena kwa kiapo, simjui mtu huyu. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea, wakamwambia Petro, hakika wewe nawe mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mtumishi wa Mungu Petro. Petro akitazama
Yesu anaenda kusulubiwa. Yesu anaenda kuiendea msalaba. Petro anaulizwa, ulikuwa na huyu mheshimiwa? Anasema lakini Biblia inasema kwamba wakimtazama namna alivyo wanamwambia wewe ulikuwa naye. Hata maisha yake yanafanana. Maanake mtu anapookoka tunatarajia maisha yake yafananie kile alichofanya Yesu msalabani. Bwana Yesu. Kwa hiyo tabia inakutambulisha huyu ni mwana wa Mungu, si kwa sababu umesema, kwa sababu ya matendo yako, kwa sababu ya yale yanayoonekana kwenye maisha yako ya kila siku. Bwana Yesu. Leo hii ukimtaja Dorcas kwenye Biblia, unajua ni mwanamke aliyekuwa na matendo mema. Bwana Yesu. Kwa hiyo ni lazima kama kanisa tuhakikishe kwamba matendo yetu yanakuwa salama. Tunakaa salama mikononi mwa Mungu. Nisomee kitabu kile cha Ufunuo mlango ule wa 3 mstari wa 2. Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 2. Sema ndio uwe mwenye kukesha, ukaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Hebu rudi mstari wa 1. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Najua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Ya kuwa una jina la kuwa hai na umefanyaje? Kumbe kuna watu wanatembea, wanaonekana kwenye maisha ya kawaida kwamba ni watu wema, ila mbinguni wakitazama hawaoni wema wowote. Bwana Yesu. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine tuhakikishe kwamba mbinguni wakitutazama wanaona ule wema wa Mungu ambao watu wanaona ni kweli na halisi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sehemu nyingine anasema msitende wema machoni pa watu ili watu wapate kuwasifu, bali fanya kwanza Baba yako aliye mbinguni, akiona matendo yako ni mema atajidhihirisha kwa nje. Sasa watu wengi tunajidhihirisha wenyewe kwa nje, ila kwa ndani ni hatari. Kwa hiyo kuna mtu ana jina la kuitwa Mkristo, ila ukweli ni kwamba ana jina tu kwa sababu anazungumza, ila mbinguni wakiangalia hawaoni uhalisia wa kile Mungu alichokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuendelee kupambana kumsihi Mungu atusaidie tupate kuishi kwenye maisha ya utakatifu, tuishi kwenye maisha ya ushuhuda. Matendo yetu ndio ushuhuda wetu. Huwezi ukasimama ukaitangazia dunia kwamba wewe ni mtu mwema, ila yale unayofanya kila siku kwenye maisha yako yenyewe yatakuwa kama njia na ushuhuda kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko pamoja? Nisomee Mithali mlango wa 20 mstari wa 11. 20 mstari wa 11. Ndio. Hata mtoto hujihusisha kwa matendo yake. Hujijulisha kwa matendo yake Yesu. Ndio. Kwamba kazi yake ni safi, kwamba ni adili. Angalia, anasema hata mtoto hajijulishi kwa kinywa, kwa matendo yake anathibitisha ya kwamba kazi zake ni njema. Maanake yale unayoyatenda yenyewe yanakuwa kama uthibitisho juu ya maisha yako. Hata kama haupo, watu waseme hakika jinsi unavyoona hali hivyo ni kwa sababu aliwahi kutokea mtu mmoja aliyetembea na Mungu. Leo hii tunasoma ya kwamba Yusufu alisimama sawasawa, na mpaka sasa hiyo historia haitabadilika. Kwa nini? Kwa sababu matendo yana tabia ya kuishi milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Biblia sijui kama kuna sehemu utakuta imeandikwa Rahabu. Atasema tu Rahabu yule mwanamke
Yaani akamtaja Rahabu, ila tabia hawezi akaiacha. Rahabu yule mwanamke, Petro yule aliyemkana nani? Bwana Yesu. Petro si alikuwa mtumishi wa Mungu, lakini kule kumkana Mungu ikawa ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tujifunze kumsihi Mungu tunapoishi kwenye jamii. Jamii waseme hakika tumemwona Mungu kupitia mama fulani. Hakika tumemwona Mungu kupitia baba fulani. Hakika tumemwona Mungu kupitia watoto wa mahali fulani. Si kwa sababu wamejitangaza, kwa sababu ya matendo yao. Hakika huyu mtu alikuwa ni Rahabu. Hakika huyu mtu alikuwa ni mwema. Kwa nini? Kwa sababu yale matendo yako yanazungumza kwa niaba yako. Yaani tuhakikisha kwamba popote pale ukisimama, wewe usizungumze, kazi ya mikono yako izungumze. Maana kile unachokifanya kikutambulishe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, kama umeajiriwa sehemu, yaani ufanye kazi kwa uaminifu kiasi kwamba siku ukimwambia bosi naondoka, anakuita kwanza, anakuambia tukae tuzungumze, shida ni nini? Yaani tabia inaweza kutengenezea jina, ukawa ni mtu wa maana, yaani ukawa ni dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwani Yusufu aliomba kwa waziri mkuu, Yesu anaenda kutafsiri ndoto, mfalme anasemaje? Yusufu kwanza akatoa suggestion, akasema Bwana, mtafuteni mtu mwenye roho ya Mungu atakayeweza kufanya haya. Mfalme anasema tumpate mtu wa namna hii. Wapi? Wakati walikuwepo wafalme, walikuwepo watu wenye hekima, walikuwepo wasiomjua Mungu ambao wote walimzunguka mfalme. Lakini mfalme anasema kijana ametoka gerezani, tupate wapi mtu wa namna hii mwenye roho ya Mungu? Kilichombeba Yusufu si akili, kilichombeba Yusufu ni roho wa Mungu iliyokuwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapotengeneza tabia, tunatengeneza kesho yetu, tunatengeneza utambulisho wetu wa kesho. Kwenye biashara, kama unafanya biashara, yaani hapo mtaani, hapo ulipo, waseme hatuna mtu mwingine, hatuendi duka la mtu mwingine isipokuwa kwa fulani. Ngoja nikwambie, kuna Wakristo tunamtaja Kristo, lakini mtu akija dukani kwako anataka, let's say anataka kununua unga, huwa kwenye wafanya biashara kuna ujanja huwa wanafanya kwenye mizani pale, kuna namna uwe na uhakika. Kuna na Wakristo wanafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akienda anapima, mbona hii sio kilo moja halisi, kuna kaujanja. Alafu unatarajia Mungu, niletee wateja wote wa Kahama, niletee wateja wote wa mahali hapa. Uwe na wanda kuangalia kwa ujanja huu. No. Yaani manake kama ni kazi zako zikutambulishe. Nenda, yaani utashinda mtaani wanasema nenda kwa fulani utapata kiani. Wanatangaza biashara yako wao wenyewe kwa sababu ya uaminifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu tunapata hasara kwa sababu tu hatujawa waaminifu kwenye eneo la tabia. Tujiseti kwenye eneo la tabia, tutaona matokeo. Tutaona Mungu akituinua, tutaona Mungu akitufanikisha, tutaona Mungu akifungua milango ambayo hata sisi pengine tusingeweza kufika. Kuna vitu Mungu anataka kuachilia kwa ajili ya watoto wake, ila akiangalia anaona ikiachilia Mungu nikimpa sasa hivi gari, mtaani watu wataoga matope ya kutosha. Bwana Yesu. Nikimpa gari, mtu akiomba lifti atawaambia atafute kwako, kwani wewe hujui dukani. Ni tabia tu, kwa sababu unapoomba Mungu anaangalia nia ya ndani. Huyu mtu anawaza nini? Anafikiria nini? Kile unachowaza kinakuwa ni kiini cha Mungu kukujibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikimpa gari, atakuwa na dharura nyingi, hata enda kanisani. Nini nia ya ndani? Bwana Yesu asifiwe.
Jambo lingine, tabia inaweza kuwa sababu mojawapo ya kuto kujibiwa maombi. Tabia inaweza kuwa kikwazo ya kuto kujibiwa maombi. Naomba unisome kitabu kile cha Isaya mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 10. Watu wengi nasema nimeomba sana, nimetoa sadaka sana, nimeenda kanisani sana, mbona sijibiwi? Tabia inaweza ikawa sababu mojawapo. Isaya mlango wa kwanza mstari wa 10 hadi 18. Twende taratibu. Isaya mlango wa kwanza mstari wa 10 inasema, isikieni neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma, tegeni masikio msikie sheria ya Mungu wetu, enyi watu wa Gomora. Huu wingi wa sadaka zenu mnazolitolea una faida gani? Umeanza safari yako. Hao watu wanaulizwa, wanatoa sadaka. Kwa sababu tuna watu wengi tunajiuliza, nimetoa sadaka sana, nimeomba sana. Angalia hao watu wanaambiwa nini? Endelea. Asema Bwana, imejaa mafuta ya kafara za kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona, nami sifurahii damu ya ng'ombe wala wanakondoo wala mbuzi waume. Mjapo ili kuonekana mbele zangu, ni nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu? Bwana Yesu. Angalia, hao watu walikuwa naenda madhabahu, wanaomba sana usiku na mchana, wanatoa sadaka. Mbinguni wanaona hawa watu wanajituma sana, wananiomba sana, ngoja niwajibu. Angalia, Mungu haya ni maombi ya watu wanajibiwa, kwa sababu sio kwa kutoa sadaka. Lakini Mungu anakuja na jibu, mimi sifurahi utoaji wenu. Mimi sifurahi haya naye yafanya. Kwa sababu gani? Taona uko mbele. Endelea. Anasema, mjapo ili kuonekana mbele zangu, ni nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu, kuzikanyaga nyua zangu? Msilete tena matoleo ya ubatili, uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya na Sabato huita makutano, siyawezi maovu hayo na makutano ya ibada. Nenda mstari wa 16. Watumishi wanaendelea kusoma kwa muda wao. Anasema, jiosheni, ndio, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walionewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Tumesema tabia inaweza kuwa sababu ya kutokujibiwa maombi, si ndio? Angalia mstari wa 16 anasema, jiosheni, jitakazeni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu, acheni kutenda mabaya. Angalia, kikwazo mojawapo ilikuwa ni matendo. Anaambiwa ondoeni uovu wa matendo yenu, badilisheni mienendo yenu, jifunzeni. Baada ya hapo tabia pia tunajifunza. Wanaambiwa watu, jifunzeni kutenda mema. Maanake pengine unaweza usiwe na nguvu ya kutenda mema, ila unaweza ukajifunza kutenda mema. Unajifunza taratibu, ghafla anakuwa ni sehemu ya maisha yako. Ndio maana watu walikuwa wanatoa sadaka, lakini mbinguni wakiangalia, ni kweli wananitolea sadaka, ni kweli wanaomba, ni kweli wanajihudhurisha mbele zangu, lakini matendo yao hayanipendezi, lakini njia zao haziendi sawasawa na inavyotaka. Ninatamani watoto wangu wastawi, lakini tabia zao hazijakaa sawasawa. Kwa hiyo Mungu anachokitaka hao watu watengeneze kwanza mwenendo wao, ndipo waanze kuja mbele za Mungu. Kabla hujatoa sadaka, angalia ndani yako kwanza. Je, maisha yako yamekaaje? Mwenendo wako umekaaje? Tabia zako zimekaaje? Kwa sababu tunaweza tukaomba miaka na miaka na tusijibiwe, ila sababu ni matendo tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana sehemu nyingine Biblia imetupa ushauri, kabla hujafika madhabahuni kutoa sadaka, patana
kwanza nashtakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ni nuru. Tabia yako inaweza ikawa nuru au ikawa giza kwenye maisha yako. Maana tabia inaweza kuangazia popote unapopita. Kitabu kile cha Mathayo mlango wa 5:13 mpaka 16. Tabia yako ni nuru yako. Mathayo 5:13 hadi 16. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu. Tabia ni nuru. Kumbe kuna watu kwa matendo yako tu wanaweza kumtukuza Mungu. Hakika Mungu wetu ni mwema kwa sababu ya mama fulani, kwa sababu ya yale unayotenda. Ndio maana anasema sisi ni nuru. Palipo na nuru kuna nini? Palipo na nuru kuna mwanga, si ndio? Maana kuna wema. Matendo mema ni nuru. Unapotenda mema, maana unaangaza kwa watu wengine, unaonyesha ukuu wa Mungu wako. Unapotenda matendo mema, maana unautangazia ulimwengu wa kwamba uzuri wa kuokoka ndio matokeo ya haya. Watu hawataamini. Ndio maana leo hii watu wanaamini katika vinavyoonekana. Kwa nini? Wameona matokeo. Mtu akikutazama pamoja wanakuona kila siku unashinda kanisani, ila ukija kwenye ulimwengu wa kawaida fulani ni mtu wa ibada sana, lakini mbona maisha yake ni hayajanyoka. Bwana Yesu asifiwe. Tumejidanganya kwa muda mrefu, kwa sababu tunapotenda ni kujidanganya, tunajaribu sisi wenyewe. Okay, kwenye jambo lingine tumalizie. Jambo ambalo linaharibu tabia, jambo mojawapo, aina ya watu unaoambatana nao. Aina ya watu unaoambatana nao. Kuna watu wameharibikiwa kwa sababu ya aina ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amebadilika ghafla baada ya kuanza kuambatana na aina ya watu fulani, na kuna mtu mwingine amefanikiwa ghafla baada ya kwanza kutembea na watu fulani. Naomba unisomea na haraka kitabu cha Mithali 13:20. Mithali 13:20. Mithali mlango wa 13 mstari wa 20. Ndio. Sema, enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Angalia, enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na nini? Na hekima. Kwa hiyo ninapoenenda na mtu mwenye hekima, ataanza kuniambukiza kile alichonacho. Kumbuka tulipoanza nimesema tabia ni roho. Kwa hiyo kama mtu ana hekima, unapotembea naye, ghafla anaanza kuhamisha kile kilichopo ndani yake, inakuja kwako. Ghafla unaanza kufanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasema mtu anapomtafakari Mungu, kadri siku zinapoishi kadri anapoendelea kumtafakari Mungu, anaanza kufanana na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu unaanza kumbika ndani yake. Ile ni roho yake inaanza kuishwa taratibu. Ghafla unashangaa kama mtu alikuwa hajiwezi katika hali fulani, akianza kutembea na mwenye nguvu, ghafla
Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ukitaka kujua, mchukue mtu ambaye ni mtakatifu, ni mwema, sawa? Ukawa na watu 9 ambaye si wema, ukamweka yule mwema katikati ya hao 9. Baada ya kutakuwa na watu 10 ambao si wema. Kwa nini? Wale wataanza kumwambukiza tabia. Bwana Yesu. Sisi tumesema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Sasa umekaa na mtu ambaye si mwema, tabia yeye anachokizungumza kila dakika hakipendezi. Unafikiri baada ya muda utakuwaje? Utaanza kuwa kama yeye? Kama utakaa na mtu ambaye kila dakika anamzungumzia Mungu na uzuri wake, uwe na uhakika na wewe utaanza kuadapti, utaanza kupokea kutoka kwake. Kama utashangaa utakuwa ni mtu wa ibada. Kwa hiyo chagua aina ya watu unaoambatana nao. Wewe ni mfanya biashara, ni watu gani unaambatana nao? Ninaposema kuambatana, kuna mambo mengi ndani yake. Wanachozungumza, unachosikiliza kutoka kwao, unachokisoma kutoka kwao. Kwa sababu watu ni barua. Ni aina gani ya watumishi unawasikiliza? Wewe ni mwimbaji, ni aina gani ya waimbaji unawasikiliza? Wale unaowasikiliza kwa muda mrefu utakuwa kama walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wamebeba roho. Unaweza ukawa unamsikiliza mtu ambaye hana nia ya Kristo, uwe na uhakika atakushauri sawa sawa na alivyo. Twende kwenye kitabu kile cha, kuna sehemu Biblia inasema kwamba chuma hunoa chuma. Ndivyo mtu unaowaje ni uso wa rafiki yake. Ni mithali ngapi? Chuma hunoa chuma. Ni mithali, hebu ni angalia Mithali 18:24. Basi wepo nisomee tu hapo Mithali 18:24. Mithali 18:24 Biblia inasema, ajifanyaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Ajifanyaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake. Ndio kadri unavyojizungushia, kadri unapokuwa na mzunguko wa watu wengi wasio na wema wowote ndani yake, uwe na uhakika na wewe utakuwa kama wao, unaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mithali 27:17 Biblia inasema kwamba chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki wake. Mithali 27:17. Kwa hiyo unapotembea na aina fulani ya mtu, uwe na uhakika atakutengeneza, utakuwa kama alivyo. Kwa watu wa Mungu, tujifunze kuchagua aina ya watu wa kutembea nao. Tujifunze kuambatana na watu sahihi. Na utajuaje kwamba wewe ni mtu sahihi? Muombe Mungu akufunulie. Mwambie Roho Mtakatifu, niongoze ninapoenda mahali kutafuta msaada, nikutane na mtu ambaye atafanyika daraja la mimi kufika ninapotaka kwenda. Kuna watu wengi wameingia kwenye hasara kwa sababu ya aina ya watu waliojiungamanisha nao. Kuna watu wengi wamesilishika kwenye maisha yao kwa sababu ya aina ya vikundi walivyojiungamanisha. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu anataka kufanikiwa, anajiunga kwenye kikundi cha watu ambao wana michezo ya kifedha. Sawa? Ni jambo jema, si ndio? Lakini hawa watu mloko nao kwenye kikundi wana Mungu aliye naye. Wewe unamwabudu Mungu aliye hai, wao wanaabudu miungu mingine. Sasa angalia, madhabahu ya Mungu aliye hai anaenda kujiungamanisha na madhabahu ya watu ambao hawajui Mungu. Nini kinatokea? Wewe unasema Bwana Yesu anaweza, wao wanasema miungu yao inafanya nini? Kinatokea? Kesho unashangaa mbona inaanza kubadilika? Unatafuta shida iko wapi? Unaangalia, kumbe ulipojiungamanisha pale, ghafla roho yako ikaanza kuzofishwa taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kuwatumia watu kukufanikisha, na shetani pia anaweza kuwatumia watu kukubomoa. Kwa
hiyo lazima tuwe makini na aina ya watu tunaowapatana nao, kwa sababu aina ya watu tunaowapatana nao wanaweza kuamua hatima yetu iweje. Watu wanaweza wakafanyika daraja la mimi kuinuka, lakini watu hao wanaweza wakafanyika daraja la mimi kushuka. Kwa hiyo ni lazima nimuombe Mungu anijalie hekima na neema ya kuwatambua aina ya watu wanaokuja kwenye maisha yangu. Ndio maana ni lazima kama kanisa tujifunze kuwa na tabia ya kuomba Mungu. Mungu, nikutanishe na watu walio sahihi, nikutanishe na wale ambao umekusudia niwaone kwenye maisha yangu. Kama ni kwenye biashara, mwambie Mungu akuletee wateja walio sahihi. Kuna wateja wengine wakija kwako wanaweza wakaharibu biashara, wanaweza wakaharibu hata mtaji uliokuwa nao. Si kila fedha inayokuja kwako ina lengo la kukufanikisha. Kuna wengine watakuja na fedha zao, lengo lao ni kukubomoa. Utawajuaje bila kuwa na Mungu? Kwa hiyo kanisa, tumuombe Mungu atusaidie. Tumuombe Mungu atujalie neema ya kuwatambua hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho, aina ya mafundisho. Mafundisho yana asilimia kubwa pia ya kuharibu hatima ya mtu. Mtumishi wa Mungu, naomba nisomee Timotheo wa pili mlango wa 3:16. Timotheo wa pili mlango wa 3:16. Tunamalizia hapo. Biblia inasema ndio kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha. Bwana Yesu, kuwaadibisha katika haki. Bwana Yesu, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa nini? Kwa mafundisho. Kwa maana hiyo, aina ya mafundisho pia yanaweza kuwa hatima ya mtu. Unachosikiliza leo kinaweza kikakujenga ama kikakuharibu. Kwa hiyo lazima tuwe makini na aina ya mafundisho tunayoyafuatilia kwenye maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mafundisho yana mchango kwenye maisha yako. Vivyo hivyo, tukitaka kustawi lazima tutafute maarifa yaliyo sahihi. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Tunaweza tukawa na misingi ya tabia mbaya kwa sababu tu ya aina ya maarifa tuliyopokea. Halo, si unajua kuna makanisa mengine wanaamini mtu kuwa tajiri. Watu wengi wanaamini kwamba kwa Mungu mali haipatikani. Ndio kilicholeta hayo mtazamo huko ni nini? Watu wanaamini hapa tutakwenda mbinguni, ila baba au mama, anza kuleta makanisani, anza kuleta semina ya fedha na uchumi kanisani, uone watu watakapoanza wameanza na wao kuelekea kwenye utajiri. Lakini ukisoma kwenye Biblia, Petro anamuuliza Yesu, Baba, mimi nilikuwa nafanya biashara zangu, umenitoa huko, lakini maisha yangu yataendaje? Yesu alimjibu, mara 100 hapa duniani na baadaye kwenye nini? Sasa aina ya maarifa ndio yanaamua watu watashika hilo neno ama la. Kuna Wakristo wengi hatufanikiwi kwa sababu tu kuna mafundisho yaliwahi kuingia kwenye maisha yetu, tukaaminisha ukifanya jambo fulani ni dhambi, ila ni kwa sababu tulile fundisho lilipoingia kwenye ufahamu wangu ghafla, na mimi nikaamini kwamba nini ni dhambi, kwa sababu mafundisho ndio yanayojenga imani. Biblia inasema kwamba imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo kile unachosikiliza kinakujengea imani juu ya jambo fulani. Kwa hiyo mafundisho yanayopita kwenye ufahamu wetu yanatutengeneza tuwe watu wa aina fulani. Kwa hiyo kumwamini Mungu ni matokeo ya wewe kusikia. Kadri unaposikia neno lililo sahihi, uwe na uhakika utakuwa mtu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu